Bwana Yesu asifiwe. Mpendo wangu unayenitazama na kunisikiliza usiku wa leo, ninayo furaha sana kusalimu katika jina zuri la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakukaribisha tena kwenye kipindi cha neno la habari njema usiku wa leo. Habari njema maana yake ni habari za Yesu Kristo ziletazo amani, wokovu na uponyaji kwa maisha ya watu. Kwa hiyo fungua moyo wako tunapoenda kuanza somo letu usiku wa leo. Hebu tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Baba yetu uliye mwema, Baba yetu uliye mtakatifu sana, ninayo sababu machoni pako kukushukuru, kukutukuza kwa jinsi ambavyo umetupa neema ya kusikia neno lako usiku wa leo. Ninakukaribisha Baba yetu, nenda ukaseme na ndugu zangu hawa wanaonisikiliza na kunitazama. Asante kwa neno lako na asante kwa Roho wako Mtakatifu. Anza na kipindi hiki katika jina la Yesu, amen. Mpendwa wangu, usiku wa leo tutaenda kusoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Hagai. Hagai ile sura ya kwanza na mstari wa kwanza mpaka wa 11. Kitabu cha Hagai mlango wa kwanza na ule mstari wa kwanza mpaka wa 11. Naomba nisome katika jina la Yesu. Katika mwaka wa pili wa Dario mfalme, mwezi wa 6, siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana lilimjia Zerubabeli mwana wa Shealtieli liwali wa Yuda na Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu kwa kinywa chake Hagai nabii kusema, Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi, mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto, na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka toboka. Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Pandeni milimani, mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Mlitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache. Tena mlipovileta nyumbani, nikavipeperusha. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya ukiwa, inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande, nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Nami nikaita wakati wa joto uje juu ya nchi, na juu ya milima, na juu ya nafaka, na juu ya divai mpya, na juu ya mafuta, na juu ya kila kitu itoacho nchi, na juu ya wanadamu, na juu ya wanyama, na juu ya kazi zote za mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendo wangu naye nitazama, usiku wa leo tunataka tujifunze somo linalosema hasara ya kupishana na Mungu katika mipango yake. Hasara ya kupishana na Mungu
katika mipango yake. Tunataka tuone hasara ambayo mtu ataipata, hususani mtu wa Mungu. Unajua, katika maisha haya Mungu huwa na mipango yake, huwa na ratiba yake, na kila wakati huwa na kitu anataka afanye juu ya mwanadamu, au wakati mwingine juu ya nchi au juu ya ulimwengu. Sasa kuna hasara wewe ambaye umeokoka, wewe ambaye unaitwa mtu wa Mungu, unapopishana na mpango wa Mungu kwa wakati huo unaohusika. Nataka kusema nini jioni ya leo? Somo letu ni kujifunza hasara ya kupishana na Mungu katika mipango yake. Neno kupishana hapa sina maana ya kwamba labda ufike mahala unipishe nifanye kazi zangu. Hapana. Neno kupishana hapa sawasawa na nilivyosoma maandiko haya ni kuwa kinyume na Mungu au kwenda tofauti na Mungu anavyotaka. Kwa hiyo kama unaandika somo, kama unapanua, unaweza kusema hasara ya kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu kwa wakati husika. Kuna hasara hususani kwa watu wa Mungu. Katika neno la leo ambalo nimelisoma katika kitabu cha Hagai, nabii Hagai aliishi wakati ambapo wana wa Yuda walikuwa tayari wametoka uhamishoni Babeli kurudi katika nchi yao Yerusalemu, au mji wa Yerusalemu. Na nabii Hagai alikuwa ni miongoni mwa wale watu wa kwanza waliotoka uhamishoni kurudi Babeli, kurudi Yerusalemu. Walitoka uhamishoni Babeli kurudi Yerusalemu. Na kitabu cha Hagai ni moja ya vitabu vitatu vilivyoandikwa baada ya wana wa Israeli, hususani wana wa Yuda, yale makabila mawili, Yuda na Benjamini, kurudi kutoka utumwani Babeli baada ya miaka 70 kama alivyotabiri nabii Yeremia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitabu hiki ni miongoni mwa vitabu vitatu, kitabu cha Zakaria, kitabu cha Malaki na chenyewe cha Hagai, vilivyoandikwa baada ya wana wa Yuda kutoka uhamishoni Babeli. Na nabii Hagai huyu ni mmoja wa manabii waliohamasisha, yeye na nabii kijana Zakaria walihamasisha juu ya ujenzi mpya wa hekalu la Sulemani ambalo lilibomolewa na Nebukadneza mwaka wa 586 kabla ya Kristo, na wakachukuliwa kupelekwa Babeli. Kwa hiyo maneno haya nabii Hagai akayaandika maandiko haya. Wachunguzi wa maandiko wanasema ilikuwa ni kama mwaka wa 538 kabla ya Kristo, baada ya kuwa miaka 70 ya ukiwa wa Yerusalemu kutimia kama alivyotabiri nabii Yeremia. Unajua, siku zote Mungu anaposema jambo, mtu anaweza kufikiri kwamba halitatimia, halitafikia, au muda huo hautafika. Lakini Mungu ni mwaminifu, siku zote anaposema jambo lazima litimie. Labda tuangalie katika kitabu cha Yeremia ile sura ya 25 ili tunapokuwa tunajifunza maneno haya usiku wa leo uweze kunielewa. Katika kitabu cha Yeremia ile sura ya 25, naomba nianze kusoma ule mstari wa 10. Tasoma mpaka mstari ule wa 12. Biblia inasema, ni maneno ya nabii alitabiri wakati kabla hawajapelekwa utumwani. Alitabiri maneno haya
Biblia inasema tena nitawaondolea sauti ya kicheko na sauti ya furaha, sauti ya bwana harusi na sauti ya bibi harusi, sauti ya mawe ya kusagia na nuru ya mishumaa. Na nchi hii yote pia itakuwa ukiwa na kitu cha kushangaza, nayo mataifa haya watamtumikia mfalme wa Babeli miaka 70. Na itakuwa miaka hiyo 70 itakapotimia, nitamwadhibu mfalme wa Babeli na taifa lile, asema Bwana, kwa sababu ya uovu wao, nayo nchi ya Wakaldayo pia, nami nitaifanya kuwa ukiwa wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hiki kitabu cha Hagai sasa, maneno haya ambayo nabii anampelekea huyu Zerubabeli mwana wa Shaletieli. Huyu Zerubabeli mwana wa Shaletieli pamoja na Yoshua kuhani mkuu ambaye alikuwa anaitwa Yoshua mwana wa Yehosadaki pamoja na Hagai walikuwa wamerudi. Ilikuwa ni kundi la kwanza kutoka Babeli kurudi Yerusalemu katika mwaka wa 538 Koreshi aliposemeshwa na Mungu. Ni mambo ya ajabu sana. Koreshi Mungu alimsemesha baada ya miaka 70 kutimia ya ukiwa wa Yerusalemu, kwamba sasa ninakuagiza wende ukoe kwenda Yerusalemu ukanijengee nyumba yangu iliyoharibiwa na Nebukadneza. Kwa hiyo Koreshi, Bwana alipoamsha roho yake, Bwana aliposema naye, alitoa amri kwamba yeyote aliye mtu wa Mungu na apande Yerusalemu akamjengee nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akasema na Koreshi. Koreshi alikuwa mataifa akiwa anatawala mwaka wa 538 kabla ya Kristo. Na huyu Koreshi alikuwa ndio mtawala wa kwanza baada ya kuwa Nebukadneza na watoto wake. Nebukadneza kwanza alikufa, akaja mwanae Belishaza. Kwa hiyo miaka ilipotimia ya ukiwa wa Yerusalemu miaka 70, Bwana akaangusha utawala wa Babeli ukaanguka. Biblia inasema Belishaza alifanya ujinga, akavinywea vyombo vya nyumba ya Mungu au vyombo vilivyokuwa vinatumika katika hekalu ya Yerusalemu kabla ya uharibifu wa mji wa Yerusalemu. Walipovichukua wakati wameivamia Yuda, wakaharibu hekalu, lakini kabla hawajaharibu hekalu walichukua vile vyombo vya hekalu wakavipeleka kwao Babeli. Sasa ili Mungu atimize makusudi yake, huyu Belishaza mwana wa Nebukadneza alichanganyikiwa katika majivuno yake, akachukua vyombo vya hekaluni akaanza kunywea mapombe yake, kutumia kwenye mavyakula yao ya matambiko na nini. Ghafla akaona mkono wa Mungu unaandikwa ukutani, mene mene tekeli na pelesi. Akachanganyikiwa, akatafuta watu watafsiri, haikuwezekana. Mke wake akamwambia, usitaabike, yuko mtu katika utawala wako ambaye baba yako Nebukadneza alipokuwa katika shida alimtumia. Huyo alitafsiri ndoto ya lile lisanamu la dhahabu, la fedha, la shaba mpaka lilivyokuwa. Kwa hiyo ukamtafute huyo. Bwana Yesu asifiwe. Na yule Belishaza alimtafuta Daniel, na alipomtafuta Daniel, Daniel akaja akampa tafsiri, akamwambia ufalme wako umepimwa na umeonekana umepunguka, tena umegawanywa kwa Wamedi na Wajemi. Usiku ule ule Belishaza aliuawa na Wajemi na Wamedi wakachukua ufalme. Sasa wakati Koreshi anatawala, ndipo Bwana akasema naye kwamba sasa nataka ukanijengee nyumba Yerusalemu.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa waliposikia huo ujumbe wa kwenda kujenga nyumba Yerusalemu ya Mungu, huyu Zerubabeli mwana wa Sheletieli pamoja na Yoshua mwana wa Yehosadaki ambaye alikuwa kuhani mkuu na kina Hagai na watu karibu, inasemekana wachunguzi wa maandiko wanasema watu kama 50,000 hivi walikwea kwa mara ya kwanza kwenda Yerusalemu kufuatia itikio la mfalme Koresh. Wakaenda na mwaka wa 536 historia inasema waliweka msingi wa hekalu la Bwana kule Yerusalemu. Wakaanza kujenga lile hekalu. Walipoanza kujenga lile hekalu, maadui wa Yuda wakainuka, wakaanza kuwazomea. Wanawaambia, nini mtajenga nini? Mtaweza kujenga hekalu lilivyokuwa? Wale wa Samaria waliokuwepo wakati huo, maana walikuwa wanalijua hekalu la Sulemani lilivyokuwa, wakaanza kuwakatisha tamaa. Walipoanza kuwakatisha tamaa na kuwazomea kwamba hamwezi mkajenga hili hekalu, hawa akina Zerubabeli mwana wa Sheletieli akiwa liwali wa Yuda wakati ule, pamoja na Yoshua mwana wa Yehosadaki wakakata tamaa na mabaki ya Wayahudi waliokuwepo na wale ambao walirudi kutoka utumwani, wakakata tamaa, wakaacha kujenga hekalu la Mungu. Na walipoanza kujenga hekalu, hekalu la Mungu, historia inasema miaka 16 ilipita. Maana walipotoka Babeli mwaka wa 538 kabla ya Kristo na wakafika wakati wa Yerusalemu mwaka wa 536, waliweka msingi wa ile hekalu, lakini kwa sababu ya kupingwa na kuzomewa na Wasamaria na wa mataifa waliokuwepo kwamba ninyi mtaweza kujenga hekalu kwenu kama ilivyokuwa wakati halijabomolewa, wakawadhoofisha mikono yao, nguvu zao zikadhoofika, na walipodhoofika wakaacha. Bwana Yesu atusaidie. Nataka nikuambie mtu wa Mungu unayenisikiliza, siku zote kazi ya Mungu ina upinzani. Mungu anaweza kukuambia fanya jambo fulani, labda jenga kanisa au nenda ukahubiri mahala fulani. Kazi yoyote Mungu anaweza kukupa akakuassign kwamba ukaifanya. Sasa usitegemee itakuwa ni mteremko tu. Hao wana wa Yuda walipotoka kwa mara ya kwanza kurudi Yerusalemu na wakaanza kujenga lile hekalu kama Mungu alivyomwambia Koresh, hao wa Samaria kwanza walitaka waje wasaidiane nao kujenga. Yerusalemu na Yoshua wakawaambia, haiwezekani ninyi kushirikiana na sisi. Bwana Yesu atusaidie sana. Na msimamo ule ulikuwa ni msimamo mzuri. Watu ambao hawajaokoka, watu ambao hawajamjua Mungu, hawawezi kufanya kazi ya Mungu kama Mungu anavyotaka. Walitaka wajichanganye, wawe sehemu ya watu watakaojenga hekalu la Mungu. Wakati Koresh, Mungu alimwamuru kwamba waambie watu wangu, maana yake watu wanaomjua Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Israeli, watu ambao hawaabudu masanamu, hawaabudu mizimu, hawategemei Mungu mwingine awaye yote isipokuwa namtegemea Mungu aliyeumba mbingu na nchi, ndio wakamjengea hekalu la Mungu Yerusalemu. Mungu alimwambia Koreshi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake Mungu alitaka watakatifu, watoto wake, wana wa Ibrahim kwa imani, waende wakamjengea hekalu. Hii inatufundisha mataifa au mtu yeyote ambaye hajaokoka, mpagani, hawezi kufanya kazi ya Mungu, ile kazi njema
hawezi kufanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo Zerubabeli pamoja na Yoshua na mabaki ya wana wa Israeli wakati ule, hata Hagai akiwemo, walikataa, wakasema ninyi hamwezi kushirikiana na sisi juu ya ujenzi wa hekalu la Mungu. Kwa hiyo ikawa ni kurupushana, upinzani ukawa mkali, mpaka hawa watu wakadhoofika, wakaishiwa nguvu, wakaacha. Labda nikusomee hizo habari katika kitabu cha Ezra, nikuonyeshe kidogo, maana wakati mwingine tunapofundisha ni vizuri kusikia hizi habari ukazielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikuonyeshe maneno haya katika kitabu cha Ezra. Ezra kusema kweli ameandika historia au mambo mengi yaliyofanyika baada ya wana wa Israeli, wana wa Yuda, makabila mawili, Benjamin na Yuda, kutoka Babeli utumwani. Yeye ameandika sana, hata kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza, Nyakati ya Pili, hii Ezra, hata Nehemia. Yeye alikuwa ni mwandishi wa Torati, tena alikuwa ni kuhani pia, mwalimu. Kwa hiyo aliandika vitabu hivi, historia aliandika sana. Ngoja nikuonyeshe, ili kusudi tunaposoma hili neno kwenye Hagai, kumwona mfalme Dario anapokea tena ujumbe au anaeleza wakati wa mfalme Dario, manake miaka ilipita baada ya Koresh kuambiwa na Mungu. Kwa hiyo nikusomea katika kitabu cha Ezra, ile sura ya kwanza, mstari wa kwanza pale na kuendelea mpaka pale mstari wa 5. Biblia inasema hivi: ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koresh, unaona hapo ufalme wa Babeli umeanguka. Ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koresh mfalme wa Uajemi, ili kwamba neno la Bwana alilolisema kwa kinywa cha nabii Yeremia lipate kutimizwa, Bwana akamwamsha roho yake Koresh mfalme wa Uajemi, hata akapiga mbiu katika ufalme wake wote, akaiandika pia akisema. Hili ni jambo la ajabu sana. Biblia inasema moyo wa mfalme huwa uko mikononi mwa Mungu, kama ambavyo mifereji ya maji huwa kwenye utawala wa mwanadamu, ndivyo ulivyo moyo wa mfalme. Mungu anaweza kupeleka popote anavyotaka. Sasa hapa Mungu anamwambia Koresh, baada ya muda aliyoutabiri Yeremia juu ya ukiwa wa Yerusalemu, kwamba itakapofika miaka 70 nitawarudisha, na hekalu lililobomolewa litajengwa, na Yerusalemu itakaliwa tena. Sasa Biblia inasema ili kusudi litimie neno la Mungu alilosema na nabii Yeremia juu ya kwamba wana wa Yuda watarudi tena Yerusalemu, ndipo Mungu akamwamsha huyu Koresh katika mwaka wake wa kwanza tu wa kutawala. Naomba nirudie. Biblia inasema ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koresh mfalme wa Uajemi, ili kwamba neno la Bwana alilolisema kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa, Bwana akamwamsha roho yake Koresh mfalme wa Uajemi, hata akapiga mbiu katika ufalme wake wote, akaiandika pia akisema. Koresh mfalme wa Uajemi asema hivi: Bwana Mungu wa mbinguni amenipa falme zote za dunia, naye ameniagiza nimjengee nyumba katika Yerusalemu ulioko Yuda. Basi kila mtu katika ninyi mulio watu wake, Bwana Mungu wake na awe pamoja naye, na akwe mpaka Yerusalemu ulioko Yuda, akaijenge nyumba ya Bwana Mungu wa Israeli,
yeye ndiye Mungu iliyoko Yerusalemu. Na mtu awaye yote aliyesalia mahali popote akaapo hali ya ugeni, na asaidiwe na watu wa mahali pake kwa fedha na dhahabu na mali na wanyama, zaidi ya vitu vitolewavyo kwa hiari ya mtu, kwa ajili ya nyumba ya Mungu iliyoko Yerusalemu. Mstari wa 5, ndipo wakaondoka wakuu wa mbari za mababa wa Yuda na Benjamini na makuhani na Walawi na watu wote ambao Mungu amewaamsha roho zao kukwea, ili kujenga nyumba ya Bwana iliyoko Yerusalemu. Nataka kusema nini usiku wa leo? Ujenzi wa hekalu la Yerusalemu ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Mungu alimwamsha Koreshi mfalme wa Uajemi baada ya miaka 70 ya ukiwa wa Yerusalemu kutimia, au baada ya miaka 70 wana wa Yuda wakiwa utumwani Babeli. Muda ulipotimia, Mungu akamwamuru Koreshi kwamba akamjengee Bwana nyumba yake iliyoko Yerusalemu, iliyoko Yuda kule Yerusalemu. Na yeye akaagiza. Sasa neno la ajabu ambalo Koreshi alisema, enyi mlio watu wake Mungu, enyi mlio watu wake Mungu, mkwee Yerusalemu mkamjengee Bwana nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huo ulikuwa ni mwaka wa 538 kabla ya Kristo, kwa kumbukumbu za kihistoria. Maana unaposoma habari za Koreshi, historia inaonyesha hivyo. Kwa hiyo wakakwea Zerubabeli mwana wa Shaletieli kama liwali wa Yuda, na Yoshua mwana wa Yosadaki kama kuhani mkuu, na Hagai kama nabii, na mabaki yote baadhi ya mabaki ya watu waliokuwepo kule Babeli wakaenda. Hawakuondoka wote, wakaondoka. Inasemekana walikuwa watu kama 50,000 hivi. Wakaenda Yerusalemu wakakwea, na walipofika miaka 2 baadaye, mwaka wa 536 kabla ya Kristo. Najua wakati ule miaka kabla ya Kristo ilikuwa inatoka juu inashuka chini. Kwa hiyo miaka mingi ilionekana ndio mwanzo wa kitu, na kadri walivyokuwa wanaendelea miaka ilikuwa inashuka. Kwa hiyo wakatoka mwaka wa 538 kabla ya Kristo, na miaka 2 baadaye wakawa wameweza kujenga hekalu la nyumba ya Mungu kule Yerusalemu. Kwa kifupi, msingi wa hekalu la Sulemani lilobomolewa ukawekwa. Na walipoweka tu, wale wa mataifa waliokuwepo kule Yuda, wa Samaria, Wayahudi waliochanganya damu, ambao walibaki waabudu miungu, watu wasiomjua Mungu, wakataka na wenyewe wahusike kujenga nyumba. Zerubabeli mwana wa Shaletieli kama liwali wa Yuda, na Yoshua mwana wa Yosadaki kama kuhani mkuu, na kina Hagai na mabaki ya wana wa Yuda waliorudi na waliokutwa hapo wakakataa. Walipokataa, upinzani ukaanza. Sasa nisikilize, kwa nini naleta somo hili usiku wa leo? Huyu Zerubabeli mwana wa Shaletieli pamoja na Yoshua mwana wa Yosadaki kama kuhani mkuu, na mabaki ya wana wa Yuda waliokuja sasa tayari, Mungu alikuwa amewaambia wamjengee nyumba. Walipokutana na upinzani wakaacha. Walipoacha sasa, karibu miaka 16 wameacha, wakaanza kushughulika na mambo yao. Kwa hiyo kwa lugha rahisi, wakapishana na mpango wa Mungu, wakaacha makusudi ya Mungu ya wakati ule. Mungu alikuwa anataka wamjengee hekalu lake pale Yerusalemu, wakaacha baada ya upinzani. Walipoacha, ndipo Mungu akasema tena na Hagai nabii, akamwambia akampelekea ujumbe Zerubabeli kama liwali,
wa Yuda kumwambia Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba watu hao husema, huu sio wakati utupasao sisi kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba za mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa katika hali ya kuharibika? Unaona, walipopishana na Mungu wakasema, labda kwa sababu ya upinzani, huu sio wakati tupasao sisi kuja na kujenga nyumba ya Mungu. Miaka 16 wapo tu wanaendelea na shughuli zao na nyumba ya Mungu imebomolewa. Ndipo Bwana akasema tena kwa kinywa cha nabii Hagai, akampelekea Zerubabeli mwana wa Shealtieli ujumbe huu, akasema, Bwana asema, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba za mbao, nyumba nzuri, wakati nyumba ya Mungu inakaa katika hali ya kuharibika. Akamwambia, tafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi, lakini mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnakunywa vinywaji lakini haviwatoshi. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye joto. Mnapata mishahara lakini mnaweka kwenye mifuko iliyotoboka. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo wakaanza kupata hasara. Hasara ya kwanza walioipata, Mungu alizuia baraka katika kazi zao. Usiku wa leo nazungumza hasara ya kupishana na Mungu katika mipango yake. Mungu anataka wewe uliookoka. Mungu anataka mimi niliyookoka. Mungu anataka sisi tuliookoka tufanye kazi yake wakati maalum. Unashangaa huu wakati Mungu anataka tuhubiri Injili, tupeleke Injili kwa watu ambao hawajafikiwa na Injili, tufundishe Injili sahihi makanisani mwetu. Tunapopishana na Mungu, tunapoacha, hasara inaingia juu ya kazi zetu, kama kanisa la mahali pamoja, kama kanisa katika jimbo labda, kama kanisa katika kanda, kama kanisa kitaifa. Tunapopishana na mpango wa Mungu wa kupeleka Injili, wa kutaka mambo haya na haya yafanyike, lazima hasara itatupata. Ndugu zetu hawa, baada ya kuacha kujenga hekalu la Mungu kama walivyoambiwa na Koreshi, na wao wakakwea kurudi Yerusalemu, wakaacha kujenga baada ya upinzani, mambo yaliwaharibikia. Nabii Hagai akampelekea ujumbe Zerubabeli mwana wa Shealtieli na akina Yoshua mwana wa Yosadaki wakisikia, na mabaki ya Wayuda wale waliokuwa wamekwea. Akamwambia, tafakarini njia zenu. Bwana anasema huu ndio wakati wenu wa kukaa katika nyumba za mapambo, wakati nyumba ya Mungu iko katika hali ya kuharibikiwa au imeharibika. Ndio wakati wa ninyi kustarehe. Tafakarini njia zenu basi. Angalieni kazi zenu. Mmepanda mbegu mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnapata mishahara lakini mnaweka kama kwenye mifuko iliyotoboka. Mnavaa nguo lakini hakuna aonaye joto. Wakaambiwa, tafakarini njia zenu. Jumbe wa Bwana ukaendelea kusema, pandeni milimani mkalete miti mkaijenge nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Alafu akamwambia, mlitazamia vingi mkapata vichache, mlipovileta nikavipeperusha. Kwa hiyo hasara ya kwanza, kazi
zao hazikubarikiwa na Mungu, lakini hata kile walichokipata Bwana alikipeperusha, manake hakikukaa. Mungu alivipeperusha. Na ndivyo yalivyo maisha ya mwanadamu leo. Unapopishana na mpango wa Mungu juu ya maisha yako, Mungu anataka uishi maisha matakatifu. Mungu anataka umtumikie kwa kuwa mwaminifu kanisani, kuhudhuria ibada zako, ibada mlizojiwekea pale kanisani, kufanya lile na lile. Unapoacha kutenda, unaweza ukakusanya vingi. Kama ni mkulima wa mpunga labda, au mkulima wa mahindi labda, au mazao yoyote, unaweza ukayakusanya ukaweka kwenye ghala ukitarajia uuze upate pesa nyingi. Unashangaa wadudu waharibifu wameingia. Unaweza kukuta mahindi yameoza, unaweza kukuta ukungu sio wa kawaida, unashangaa yameharibika. Mungu anavipeperusha. Au unashangaa soko linakosekana. Ni kwa sababu umepishana na mpango wa Mungu. Ndio maana wenzetu waliambiwa, tafakarini njia zenu, mjihoji. Mmekusanya vingi, anasema mlitazamia vingi, mstari ule wa 9, mlitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache. Tena mlipovileta nyumbani, nikavipeperusha. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi, ni kwa sababu nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo ni mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Kwa hiyo wenzetu haya yakawapata. Hasara ya kwanza, kazi za mikono yao haikubarikiwa. Manake kama ni kilimo, kama ni biashara, kama ni nini, haikufanikiwa. Na walipokusanya, Bwana akavipeperusha. Lakini zaidi, mstari ule wa 10 anasema, basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande. Unaona? Nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Nami nikaita wakati wa joto uje juu ya nchi, na juu ya milima, na juu ya nafaka, na juu ya divai mpya, na juu ya mafuta, na juu ya kila kitu itoacho nchi, na juu ya wanadamu, na juu ya wanyama, na juu ya kazi zote za mikono. Mungu akaita kwanza mvua ikazuiliwa, hakuna umande. Alafu joto likaruhusiwa kuwapata wenyewe wanadamu, wanyama wao na vitu vyote. Juu ya kila kitu joto likawa si joto. Haya yaliwapata wenzetu wana wa Yuda kwa sababu walipishana na mpango wa Mungu. Hawakutaka kufanya kile ambacho Mungu aliwaambia. Bwana Yesu atusaidie sana. Nazungumza usiku wa leo hasara ya kupishana na Mungu katika mipango yake. Kile anachokusudia Mungu, kile anachokipanga Mungu na akaweka katika mioyo yetu kupitia neno lake, kupitia mafundisho. Bwana anaposema tufanye kitu fulani tukaacha kufanya, lazima tutarajie kupata hasara. Mungu atusaidie sana. Usiku wa leo, mpendo wangu, unaponisikiliza, unaweza ukatafakari njia zako. Unaweza ukatafakari namna unavyoishi. Je, unapishana na Mungu katika makusudi aliyokusudia? Mpango wa Mungu juu ya mwanadamu, kwanza lazima uokoke.
Huo ndio mpango wa Mungu katika maisha yetu. Mungu anataka uokoke. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Timotheo, ile sura ya kwanza na ule mstari wa 15, Biblia inasema ni neno la kuaminiwa tena la stahili kukubalika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Paulo anazungumza, anasema ni neno la kuaminiwa tena la stahili kukubalika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Paulo, Mungu alikutana naye akakubali, wakati ule anaitwa Sauli wa Tarso, akakubaliana na mpango wa Mungu, na tangu alipokubaliana na mpango wa Mungu hakupata hasara katika maisha yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Siku wa leo naomba mama unayenisikiliza, baba unayenisikiliza, tafakari njia zako. Je, unaenda na Mungu sawasawa na mpango wake wa wokovu kwa wanadamu wote? Maana Mungu anataka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Ndio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu alio nao sasa ni kwamba uisikie Injili, uokoke, uache dhambi, umwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mpango wa Mungu alio nao sasa ni kwamba watu wote wamgeukie yeye. Na kwetu kama kanisa, mpango wa Mungu alio nao juu yetu, anasema si ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliyewachagua nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Mpango wa Mungu anataka tupeleke Injili, tuwahubirie watu, tuwashuhudie watu, hata kama ni ushuhuda wa mtu kwa mtu, watu unaokutana nao, watu unaoishi nao, sio wote waliookoka. Mpango wa Mungu anataka tuwashuhudie hawa ambao hawajaokoka, waokoke. Ndio mpango wake. Unapoona aibu, kazi zako zinaharibiwa na Mungu. Kazi zako haziendelei vizuri. Ndio maana wakati mwingine ukitafakari sana kama mtu wa Mungu, hususani wewe ambaye una wito, inawezekana Mungu mara zote amekwambia ukahubiri Injili. Wale mwenye amekwambia wache kazi uingie shambani. Mungu anakuhimiza. Liko himizo la Roho Mtakatifu katika maisha yako. Wewe unayenisikiliza, unaweza ukatafakari njia zako. Una muda mrefu Bwana amekuwa akikusumbua ya kwamba panda mlimani ukahubiri Injili, nenda huko na huko kapige kelele ili watu waokoke, lakini umekuwa mzito. Hebu tafakari njia zako. Je, kazi zako unazozifanya zinaendelea vizuri? Hiyo ni ishara ya kukuonyesha ya kwamba huenda unapishana na mpango wa Mungu alionao, kama hao wenzetu. Tangu wakati wa Koreshi wameamuriwa wajenge hekalu. Walipokutana na upinzani wakaacha. Inawezekana wewe ni mchungaji, inawezekana wewe ni mwinjilisti, ni mhubiri wa Injili, inawezekana wewe ni mtenda kazi pamoja na Kristo. Kuna mpango ambao Mungu alitaka uufanye, hujaufanya. Ndio maana huna baraka katika kazi zako. Ndio maana mambo yale na yale yameharibika. Wana wa Yuda waliharibikiwa. Baraka zilitoweka juu ya kazi zao kwa sababu waliacha kazi ya ujenzi wa Mungu.
wa nyumba ya Mungu, kwa sababu waliamua kujenga nyumba zao. Historia inasema ilipita miaka 16 mpaka ujumbe huu unatolewa. Inasemekana ulikuwa ni mwaka wa 520. Neno hili likamjia nabii Hagai. Hagai na Zakaria ni manabii waliohamasisha pamoja na Yeremia. Yeremia alikuwa ni mtumishi wa serikali, mnyweshaji wa mfalme. Unajua, na Ezra mwenyewe pia tunasoma kile kitabu tumesoma. Hawa kina Ezra alikuja trip ya pili. Alikuja trip ya pili. Alitanguliwa na kina Zerubabeli mwana wa Shealtieli pamoja na Yoshua mwana wa Yosadaki kuhani mkuu na Hagai, wenyewe walitangulia hao. Ezra alikuja na kundi la pili. Nehemia alikuja na kundi la tatu. Nehemia yeye alishughulika na ukuta wa mji wa Yerusalemu, ndiye aliyeujenga. Lakini Hagai, hawa baada ya huu ujumbe mwaka wa 520 walianza kujenga, na Ezra alipokuja alisaidia sana, wakakamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Inasemekana baada ya miaka 4 hivi, kuanzia mwaka wa 520 mpaka kufikia mwaka wa 516 hivi, hekalu la Mungu lilikuwa tayari. Ndipo Ezra na wenzake walipokuja wakasaidia kuweka taratibu za ibada na mambo kadha wa kadha yaliyokuwa yanahusu sheria au torati ya Musa ilivyokuwa inawaagiza juu ya maisha ya watu wanavyopaswa kuishi kama watu wa Mungu, na taratibu za hekaluni na kanuni. Walikuja. Kwa hiyo wenzetu, hasara iliyowapata, ambalo ndio somo letu, hasara ya kupishana na Mungu katika mipango yake. Kazi za mikono yao ziliharibika, baraka hazikuwepo, mvua haikunyesha. Walikusanya vingi, lakini Mungu alivipeperusha. Huo ni ushuhuda, ni ishara kwetu. Tukienda kinyume na kile anachotaka Mungu, lazima tutaharibikiwa. Mungu atusaidie usiku wa leo, tunapoyasikia maneno haya tushtuke. Hapa Biblia inasema hivi katika mstari ule wa 8 hapa katika Hagai: pandeni milimani mkalete miti mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Mlitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache. Tena mlipovileta nyumbani nikavipeperusha. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande, nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Bwana Yesu atusaidie. Unajua, hawa mpango wa Mungu waliopishana nao ilikuwa ni ujenzi wa hekalu la Mungu pale Yerusalemu, ujenzi kabisa wa hekalu linaloonekana. Sasa leo hekalu la Mungu ni mioyo ya watu, ni mioyo ya watu. Biblia inasema, je, hamjui kwamba nyinyi ni hekalu la Mungu na Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu? Sasa mimi kama mchungaji na wewe kama mchungaji au kama mtu uliyookoka, mioyo ya watu inaharibika. Watu wanaharibiwa na shetani. Ukiwaona vijana wameloya kwenye dhambi, mabinti hali kadhalika, hata wazee wasiomjua Mungu, wawe ni wamama, wawe ni wababa, dunia imewachota, kwa wanaharibikiwa. Tunapoacha wajibu wetu wa kwenda kuwahubiria Injili, maana tumepewa agizo, mpango wa Mungu
tangu Kristo anapaa kurudi kwa Babaye. Biblia inasema alikuja kwa wanafunzi wake. Biblia inasema akawaambia, tazama nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Kwenye kitabu cha Mathayo kule, Mathayo 28:18 anasema akaja kwao akawaambia, tazama nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkawafanye mataifa kwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Huo ndio mpango wa Mungu. Mathayo 28:18 mpaka 20. Huu ndio mpango wa Mungu. Tunapopishana nao, tunapoacha kutenda, tusitarajie baraka katika kazi zetu. Tusitarajie kushiba hata kama tuna vyakula. Kwa lugha rahisi, ukiwa mtu wa Mungu kweli, wewe ambaye Roho Mtakatifu anasema na wewe, huwezi kuwa katika amani, huwezi kuwa katika furaha unapokuwa unapishana na Mungu katika mpango wake aliotupa. Mpango wa Mungu ni kwamba watu wote waokolewe. Mpango wa Mungu ni kwamba watu waishi maisha matakatifu. Mpango wa Mungu ni kwamba tujitakase, twende mbinguni. Ndio mpango wa Mungu. Tunapopishana nao, lazima madhara au hasara itapatikana. Na mshukuru Mungu kwa ajili ya Zerubabeli mwana wa Shaletieli pamoja na Yoshua mwana wa Yosadaki kuhani mkuu na mabaki ya wana wa Yuda. Waliposikia ujumbe huu, wao waliitika. Hebu tusome mstari wa 12 hapa mpaka wa 15. Biblia inasema, ndipo Zerubabeli mwana wa Shaletieli na Yoshua mwana wa Yosadaki kuhani mkuu pamoja na hayo mabaki yote ya watu wakaitii sauti ya Bwana Mungu wao na maneno ya Hagai nabii, kama Bwana Mungu wao alivyomtuma. Nao watu wakaogopa mbele za Bwana. Ndipo Hagai mjumbe wa Bwana katika ujumbe wa Bwana akawaambia watu akisema, mimi niko pamoja nanyi, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, wenzetu waliposikia huu ujumbe, waliona kweli wamekuwa na hasara katika kazi zao. Waliona kweli mbingu zimezuiliwa, hazitoi mvua, joto si joto juu yao, juu ya wanyama wao, juu ya kila kitu walichokuwa nacho. Biblia inasema walitii, na walipotii ndipo Bwana akasema tena na Hagai. Ule mstari wa 13, ndipo Hagai mjumbe wa Bwana katika ujumbe wa Bwana akawaambia watu akisema, mimi nipo pamoja nanyi, asema Bwana. Bwana akaiamsha roho ya Zerubabeli mwana wa Shaletieli liwali wa Yuda na roho ya Yoshua mwana wa Yosadaki kuhani mkuu na roho za mabaki ya watu, wakaenda wakafanya kazi katika nyumba ya Bwana wa majeshi Mungu wao katika siku ya 24 ya mwezi, katika mwezi wa 6, katika mwaka wa 2 wa Dario mfalme. Wenzetu waliitika, walitii, na walipotii Bwana akawaletea tena ujumbe akiwaambia, nipo pamoja nanyi, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hii ilikuwa ni siku ya kwanza ya mwezi wa 6 katika mwaka wa 2 wa Dario akiwa anatawala.
ilikuwa ni mwezi wa 6, siku ya kwanza ya mwezi. Baada ya kusikia hawa watu, siku ya 20 ya mwezi huo ya mwaka huo ambao Dario alikuwa anatawala, mwaka wa pili, wenzetu walianza kufanya kazi ya Mungu. Manake walipopelekewa ujumbe, walijihoji, walijitafakari, wakaamua watubu mbele za Mungu, wakaanza kufanya kazi haraka kama Mungu alivyowaambia. Ninapomaliza usiku wa leo, nataka nikuambie ni vizuri kutafakari njia zetu kama wenzetu walivyoambiwa, kwamba mmepata vingi mkapata vingi, mlitazamia vingi mkapata vichache, mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Wakaambiwa watafakari njia zao. Walipotafakari njia zao, walirejea kwa Bwana, waliamua kufanya yale ambayo Bwana alikuwa anataka wayafanye. Biblia inasema walipotafakari. Kitu cha kufurahisha ambacho nataka ni kuache nacho usiku wa leo, walipotafakari wakaazimia warejee katika mpango wa Mungu, waache mipango yao. Biblia inasema Mungu aliamsha tena roho ya Zerubabeli mwana wa Shaletieli kama liwali wa Yuda. Mungu akaamsha tena roho ya Yoshua mwana wa Yosadaki kama kuhani mkuu. Mungu akaamsha tena roho za mabaki za wana wa Yuda waliokuwepo pale Yerusalemu. Siku ya 24 ya mwezi wa 6 ya mwaka wa pili wa mfalme wa Dario akiwa anatawala, wakaanza tena kujenga hekalu la Mungu. Inawezekana umepishana na mpango wa Mungu muda mrefu. Inawezekana. Usiku wa leo nakushauri, hebu tafakari njia zako. Utakapochukua hatua ya kuazimia kwenda sawasawa na mpango wa Mungu unavyotutaka, nataka nikuhakikishie, Mungu huyo aliyeamsha roho ya Zerubabeli mwana wa Shaletieli tena, na Mungu huyo aliyeamsha roho ya Yoshua mwana wa Yosadaki kuhani mkuu tena, na aliyeamsha roho za mabaki ya wana wa Yuda tena, wote wakainuka kwa ajili ya kazi yake. Mungu huyo ataamsha roho yako. Mama unayenisikiliza, utageukia mipango ya Mungu, utaacha mipango yako. Kijana, Bwana ataamsha roho yako tena, roho ya maombi iliyokufa. Baba, roho ya maombi iliyokufa. Mama, roho ya maombi iliyokufa. Bwana ataamsha roho hiyo, utaanza tena. Mungu akubariki. Nataka niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neno hili. Hatuhitaji kupishana na wewe katika mipango yako. Hatuhitaji kwenda tofauti na mipango yako. Tumeona hasara inayoweza kutupata. Baraka katika kazi za mikono yetu haitakuwepo. Mbingu hazitatoa maji. Hasara nyingi zitatupata. Tutapata mishahara, lakini itaenda kwenye mifuko iliyotoboka. Naomba msaidie ndugu yangu huyu, mama huyu, baba huyu, kijana huyu, binti huyu, arejee kwenye mpango wako. Aache kupishana na wewe katika mipango yako. Libariki neno lako, wabariki watu wako katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki, ulale salama. Amen. Sibuka TV.